Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Tafakari ambayo iko hewani na kichwa kinachosema usisahau hili katika maisha yako yote. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Tafakari yetu, usisahau jambo hili katika maisha yako yote. Usisahau kamwe katika maisha yako kumshukuru Mungu. Shukrani si maneno tu ya kinywa, bali ni mtazamo wa moyo unaotambua mkono wa Mungu katika kila hatua ya safari ya maisha yako. Kile kitabu cha waraka wa Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 18, Mungu anasema hivi: shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Sasa tutaenda kuangalia maeneo kadhaa ambayo usisahau hata kidogo kumshukuru Mungu. Eneo la kwanza, mshukuru Mungu kwa kukutoa chini na kukuweka juu. Hapo kuna kumbukumbu ya neema, kwamba ulichonacho leo si kwa nguvu zako pekee, bali kwa rehema zake. Kumbukumbu hii inakusaidia wewe kukufanya uwe na unyenyekevu na kufungua milango ya uaminifu zaidi. Neema na rehema zitaongezeka kwako unapomshukuru Mungu kwa mahali alipokutoa na mahali alipokuweka sasa, kwa moyo wako wote. Neema na rehema zinaongezeka. Eneo la pili, mshukuru Mungu kwa uhai aliyokupa. Usisahau, uhai ni zawadi, si yake. Maadamu unapumua, bado kuna nafasi ya kurekebisha, kuna nafasi ya kujifunza, kuna nafasi ya kuanza upya. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa moyo wako wote kwa kupa uhai. Uhai ni fursa ya matengenezo, ni ishara ya kwamba Mungu bado hajamaliza kazi na wewe. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu kwa uhai, hekima matengenezo inaongezeka. Eneo la tatu la kumshukuru Mungu, usisahau kwenye maisha yako. Mshukuru Mungu kwa mambo magumu unayopitia na changamoto ambazo haujavuka. Mshukuru Mungu, unakuwa umeziorozesha pale, kwa unazitaja moja baada ya nyingine kwa moyo wako wote, ukimshukuru Mungu. Ndani ya maumivu kuna kusudi. Mungu hubadilisha maumivu kuwa ngazi, hubadilisha machozi kuwa mbegu na majaribu kuwa maandalizi ya ushindi. Mungu hutumia shida sio kwa kukuharibu, bali kwa kukuunda upya. Kile kinachouma leo kinaweza kuwa ngazi kesho. Kwa hiyo endelea kumshukuru Mungu kwa moyo wako wote. Eneo la 4 la kumshukuru Mungu kwa moyo wako wote, mshukuru Mungu kwa kidogo ulicho nacho, iwe ni pato au vyanzo vya mapato. Mshukuru Mungu. Kidogo mikononi mwa Mungu kinatosha. Mungu hutumia ulicho nacho kukizidisha. Uaminifu kwenye kidogo ni ufunguo wa kuaminiwa kwenye mambo makubwa. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa kipato ulicho nacho. Mshukuru Mungu kwa vyanzo vidogo unavyoviona vya mapato. Mshukuru Mungu. Kwa kadri unavyoendelea kumshukuru Mungu kwa moyo wako wote, Mungu vitumia vile vidogo kuwa vikubwa.
na kwa sababu umekuwa mwaminifu kwa kidogo, Mungu anakupa kikubwa. Eneo la 5 ambalo utakiwa kabisa kusahau kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu hata kwa vitu unavyodhani unastahili kuwa navyo, lakini wewe hauna. Mshukuru Mungu. Kukosa nako hufundisha, uandaa moyo wako kwa subira, uchonga tabia na ufunua wakati wa Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu huchelewesha vitu, si kwa sababu ya kukataa au kutokubaliana na wewe, bali kwa kukulinda wewe na kukuandaa kwa kesho iliyo bora. Kwa hiyo endelea kumshukuru Mungu. Nihitimishe kwa namna hii. Shukrani ubadili macho. Unakoma kuangalia unachokosa na kuanza kuona kile Mungu anachokujenga kupitia unachopitia. Mtu anayeshukuru Mungu kwa moyo wake wote huona mbali, ukua ndani yake na uandaliwa vizuri kwa mambo yanayokuja. Shukrani ukuondoa kwenye malalamiko na kukupeleka kwenye ufunuo. Unapoanza kumshukuru Mungu, Mungu hufanya yale yaliyo magumu kwako yawe daraja la kukuvusha kwenda kwenye kusudi la Mungu ambalo amekuandalia. Kwa hiyo usiache kumshukuru Mungu katika hayo maeneo 5 niliyokuambia. Mshukuru Mungu kila siku, na ikiwezekana tenga muda maalum wa kumshukuru Mungu, lakini kila wakati mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Utaona mabadiliko, na Mungu unampa nafasi ya yale aliyokusudia kufanyika kwa wepesi sana, na utaona mabadiliko makubwa ndani yako, kwa sababu Mungu akitaka kumfanikisha mtu anambadili kwanza ndani, ili awe na uwezo wa kupokea mambo makubwa ambayo Mungu amemwandalia. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.